Ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Napenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga, Jeshi la Polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Mtuhumiwa huyo anahojiwa na Jeshi la Polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Jeshi la Polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kukashifu polisi au serikali, au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Na kwa yeyote ambaye tabainika kufanya vitendo hivyo, Jeshi la Polisi litamchukulia sheria na litamtendea kwa mujibu wa sheria. Asanteni sana. Wamesema kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi. Tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau.
kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa sawa. Tukikinukisha vile tutaumia. Ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi.